Jahazi TV. Jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja limesema hali ya ulinzi na usalama imeimarika katika mkoa huo pamoja na kuhakikishia wananchi kuwa litaendelea kudumisha usalama na amani katika kipindi chote cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Hivyo hakutakuwa na nafasi kwa mtu au kikundi cha watu kutumia sikukuu hizo kama fursa ya kufanya vitendo vya kiuhalifu. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, CSP Richard Tadeo Mchovu, amesema jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limejipanga kiukamilifu kuhakikisha usalama wa raia na mali zao katika kipindi chote cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya na hata baada ya sikukuu hizo. CSP Mchovu amesema jeshi la polisi linatambua kuwa kila ifikapo tarehe 25 Disemba kila mwaka, waumini wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo hapa Zanzibar huungana na Wakristo wengine duniani kote kusherehekea sikukuu ya Christmas ambayo huambatana na shamra za ibada za misa pamoja na mikesha. Aidha, katika kuelekea sikukuu hizo, CSP Mchovu amewataka madereva wa vyombo vya moto wakiwemo wa magari na pikipiki pamoja na watumiaji wengine wa barabara kuendelea kufuata kanuni na kutii sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali zisizo za ulazima. Pia amesisitiza kuwa hakutakuwa na muhali wala huruma kwa madereva watakaojihusisha na vitendo hatarishi ikiwemo kufanya misere, kwani vitendo hivyo husababisha uharibifu wa miundombinu na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Niseme tu kwamba kama kawaida tu ilivyo dunia nzima, kwamba mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kuna matukio muhimu sana yanayotokea katika nchi, katika mikoa na katika miji. Kwa hiyo kesho tuna tukio kubwa, lakini linaanza leo. Kwa hiyo kwa sababu na sisi sio kisiwa, ni tuko na wananchi, tuko na jumuiya zote, na sisi hapa kwetu kutakuwa na mikesha leo, lakini pia kesho kutakuwa na sikukuu za Christmas, na tarehe 26 kutakuwa na Boxing Day, watu watafungua zawadi na nini, kwa hiyo watu wengine wanafurahi zaidi. Lakini tukienda pia tarehe 1 tutakuwa na mwaka mpya. Kwa tarehe 31 tutakuwa na mkesha kwa ajili ya kuamkia mwaka mpya. Kwa hiyo ni wiki ambayo itakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo nikaona itakuwa sio busara tukikaa bila kuongea na wananchi. Ndio tukaomba mje. Labda tu niseme kwamba katika siku zote hizi yako mambo ya msingi ambayo kama jeshi la polisi tunataka kuyasisitiza. La kwanza, tunajua hizi sikukuu zote zinawafanya watu watoke kwenye manyumba yao, waende kwenye nyumba za ibada, waende kwenye viwanja vya michezo ile kufurahia watoto, lakini waende kwenye makumbi za starehe na maeneo mengine mengi. Sasa ombi letu ni kwamba tunaomba watu wanapoacha nyumba zao wahakikishe kwamba ziko salama. Tunasema ulinzi jirani. Yaani ukiondoka kisha kwamba jirani yako anajua kwamba hupo. Kwa hiyo unaisha kwamba nyumba yako umeondoka lakini jirani anajua hupo. Lakini pia tunasisitiza kwamba ni vizuri kama nyumbani mko wengi, angalau mmoja au wawili wabaki. Watu wapeane zamu, wabaki ili kuhakikisha kwamba nyumba inakuwa salama. Au kwenye mtaa kama watu wataweza wafanye doria ya mtaa wao. Kikundi cha ulinzi shirikishi kikaa kinafanya doria pale. Sasa nyakati za usiku wakati watu wameenda kwenye viwanja vya starehe. Kwa maana ya tarehe 24 hii ya kuamkia tarehe 25, lakini tarehe 25 yenyewe wakati ule wa kwenda kusherehekea na kufurahi, nyakati zile za mchana hata na usiku watu hakikisha kwamba nyumba ziko salama. Lakini nyingine watu wanapoenda kwenye hizi shughuli, watoto pia ni watu muhimu nao wanataka kwenda. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba watoto wanapotaka kwenda kwenye maeneo ya starehe, kwa mfano viwanja vya Kariakoo, maeneo mengine yote, hakikisha kwamba watoto wale wanakuwa na watu wanaowasaidia, watu wazima. Watoto ni mpaka miaka 18 hata 20 wakati mwingine. Kwa hiyo wanakuwa na mtu mkubwa mzima ambaye anaweza kuwasimamia wakafanya starehe zile vizuri. Tuna tatizo kwamba wakati mwingine watoto wanaachwa wenyewe wakienda kwenye kumbi hizo, wakienda maeneo ya starehe wanafanywa vitendo vya udhalilishaji. Hilo ndio tatizo kubwa tulilonalo, kwamba watoto wanadhalilishwa, wanafanywa mambo ambayo sio ya maana. Kwa hiyo wakiwa na wazazi, wakiwa na watu ambao wako jirani nao, inakuwa rahisi kwa watoto wale kukaa salama. Lakini leo tunafahamu pia kwamba kutoka kwenye nyumba kule kwenda kwenye hayo maeneo uliyosema tutatumia magari. Kwa msingi wetu ni kwamba magari yatumike yale ambayo yamesajiliwa kwa ajili ya kubeba watu.
ule mfumo wa kuchukua keri na nini ule tuhakikishe kwamba tunauacha. Tutumie vyanzo ambavyo vina magari yale ambayo yana hadhi ya kubeba watu. Sisi ni watu, tuna heshima kubwa. Kwa hiyo tukifanya hivi itasaidia watu wafike salama, lakini warudi salama. Na tunapoenda kule salama na tukawa tumekuwa na wasaidizi, ule muda wa kuondoka kule, msitizo wetu ni kwamba ikishafika saa 2 kwa kweli watu warudi nyumbani. Inaweza ikaenda mpaka saa 4, lakini saa 2 ndio, kama una watoto na nini, watoto warudi nyumbani mapema. Barabara zetu zinajengwa nyingi, kwa hiyo kuta usiku zinajaa magari. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba watu wajitahidi kuwahi majumbani kule kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao. Hayo ni mambo muhimu sana yanayohusu jamii kwa ujumla wake. Lakini kwa watu maalum kama madereva, sasa tunatoa wito kwa madereva, na ni maelekezo ya kwamba usije ukaendesha gari ukiwa umelewa. Siku za mkesha wa leo, Christmas, mkesha wa mwaka mpya, lakini na siku nyingine zote tutakuwa tuna vipima ulevi vingi, tumeletewa vingi. Serikali imetupatia vipima ulevi vya kutosha, na jeshi la polisi liko imara, tutakuwa na askari wa kutosha. Tutakuvizia, tunakuona unakunywa pombe, unaingia kwenye gari, tutakupima, utakamatwa, utakaa polisi mpaka pombe ziishi. Kwa hiyo shauri ni kwamba endesha gari ukiwa soba. Kama unaona utalewa, mpe mtu mwingine gari aendeshe, au tutafuta gari la kukodi uendeshwe. Usiendeshe gari katika mazingira ya kilevi. Lakini lingine kubwa na ni baya zaidi, na nataka lieleweke na vijana huko wajue, leo tunaanza msako mkali sana wa kukamata magari yale ya Alteza na Crown. Yale magari tuna orodha, tunayafahamu yote, yale ambayo yanatumika kufanya drifting, wanapiga misele. Sasa hili nataka liwafikie vizuri sana vijana hapa mkoa Mjini Magharibi, hasa jiji la Zanzibar. Ni marufuku. Wako ni tabia kwenda kule fuoni kule, wengine wanaenda kule, wanaenda maeneo mbalimbali, Fumba, Mwanakwerekwe. Barabara zetu hizi nyingi, kwa sababu zimekuwa za kisasa, ni nzuri, watu wanazitumia vibaya kufanya drifting. Sasa ukibainika hilo gari, sijui litatoka lini polisi, lakini pia utaenda mahakamani. Na sisi tumeshaongea, tunataka adhabu, ziko nyingi. Adhabu ya faini hatutaikubali kama tunashtaki. Adhabu ambazo tutasisitiza watu wapewe ni adhabu za vifungo, watu wafungwe jela, kwa sababu tabia ya kudrift na kuleta madhara kwa watu wengine ni tabia mbaya. Na tutakuwa na operation kali sana kuanzia leo. Kwa mtu kama anayo gari Alteza, ana Crown, anafikiri ataitumia katika misingi aliyosema ya kufanya drift, tunampa tahadhari kubwa sana, itamletea madhara. Vinginevyo niseme tu kwa ujumla, mkoa wetu uko salama. Tukifuata hayo tutaendelea vizuri, na wananchi wataendelea na utulivu walionao. Tutaendelea kufaidi, na hizi siku zitapita vizuri, tutamaliza mwaka vizuri, tutaingia mwaka 2026 tukiwa tuko salama. Kwa hiyo hayo ndio mambo nilikuwa nataka niyaeleze asubuhi ya leo. Niko tayari kupata kutoka kwenu. Karibuni sana. Hofu yetu kubwa iko kwa watoto. Hao watu ambao wanajitambua, watu wazima, wanataka kula bata. Kuna maeneo mengi na kumbi zile ambazo zina vibali za kufanya. Inategemea watu wanaweza kupata vibali. Sawa, ni mambo ya sikukuu. Kwa mfano kama mwaka mpya, watu wanataka ile saa 6 ikipita wavute kidogo. Hayo ni mambo ambayo yana taratibu zake, watu wa Baraza la Sanaa kule wanajua. Baraza la Sanaa michezo, wale wana taratibu zile. Mimi muhimu wangu zaidi kwa watoto. Watoto. Maisha yanaendelea. Yaani kumaliza mwaka 2025 isije ikawa ndio tiketi ya wewe kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo kama una pesa zako umezikusanya za kutosha kwamba utazitumia kwenye mkesha, kama leo ilikuwa mkesha tarehe 25 au tarehe 25 kula bata, hakikisha kwamba unakuwa kwa kiwango. Pata kinywaji kwa kiwango. Fanya starehe kwa kiwango. Kila jambo lifanye kwa kiwango. Ndio binadamu wenyewe. Tahadhari hiyo tu, kwamba usije ukawa umejipanga vizuri, una hamu ya kustarehe alafu ukapitiliza. Utaondoka duniani alafu utatuachia sisi, tutaendelea. Zanzibar kama mnavyoiona inakuwa hii. Inajaa, inakuwa ya kisasa, utalii. Sasa wewe ukifanya mzaa utaondoka, utatuachia. Sisi tutaendelea kufaidi. Kwa hiyo jitahidi sana, na wito wangu watu wajitahidi. Na wale wenye kumbi za starehe, wasiwe na tamaa tu kufanya biashara. Kuna mtu amelewa, amepitiliza, amezidiwa, mwambie bwana kapumzike. Polisi watakuwa kwenye doria mitaani. Tutajia askari watajia sana, tunashirikiana vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wewe omba msaada, bwana mimi ninavyoona nimelewa baba,
kama ni dada, binti, sema omba, utasaidiwa, utafika nyumbani salama. Jeshi la polisi linawahimiza wananchi kusherehekea sikukuu hizi kwa amani, utulivu, kwa kuzingatia sheria za nchi, huku ikisisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu au kikundi chochote kitakachokiuka sheria na kuhatarisha usalama wa raia na mali zao. Zainab Ali, Jahazi TV. Jahazi TV.